Kila usiku, ndoto ile ile ilijirudia. Amani aligeuka kitandani, akijaribu kuepuka maneno yasiyokuwa na sauti. Jasho linamtoka, moyo wake ukijaa mashaka. Lakini kila mara, maneno yale yalimvuta kimya kimya. Muache mke wako, ndipo utafanikiwa. Kila ndoto ikirudiwa, shaka yake ilikuwa, je, haya ni maono ya Mungu au tamaa ya mwanadamu iliyofichika? Ilipofika asubuhi, Amani alipanga kwenda kwa Sheikh Madaraka. Amani alifika nyumbani kwa Sheikh Madaraka, kiongozi wa dini aliyejulikana kwa hekima na heshima. Alimsalimia kwa heshima huku moyo wake ukiwa mzito. "Asalamu alaikum Sheikh," alisema, sauti yake ikiteseka kidogo kwa mashaka. "Walaikum salam, mwanangu. Karibu." Madaraka alisema, kimya chenye nguvu ya uzito wa hekima. Amani akaendelea, "Nina matatizo makubwa. Kila ninapolala, naota ndoto inayoniamuru nimwache mke wangu ili nipate mafanikio." Madaraka aliketi kimya, macho yake yakikagua kila neno. "Mafanikio yako yanazuiliwa na mwanamke uliye naye. Hayo ni maono kutoka kwa Mungu. Muache mke wako ndipo utafanikiwa," alisema kwa sauti thabiti, kimya chenye uzito. Amani alimuaga Sheikh kuondoka. Amani alijikuta akishaka kupiga hatua, lakini hofu na mchanganyiko vilimshikilia. Ndoto na hekima zimeunganisha nguvu, na sasa kila uamuzi ulikuwa mzito zaidi kuliko wakati wowote.